Taharuki imetanda nchini Tanzania baada ya siri nzito kumuhusu Mwigulu Nchemba kulipuka. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Hadithi moja ya zamani kutoka darasani sasa imeibuka tena na imezua mjadala mkubwa mtandaoni. Ni simulizi na umuhusu mmoja wa viongozi wakuu serikalini Tanzania leo. Simulizi hiyo inaelezea tukio la kipekee la kielimu lililodaiwa kutokea wakati waziri wa fedha ama waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba alipokuwa bado mwanafunzi wa sekondari. Tukio hilo linaelezwa kuwa lilihusisha jambo lisilo la kawaida kabisa katika mfumo wa kawaida wa elimu, kufanya mtihani wa kidato cha 6 wakati bado ako kidato cha 5, na zaidi ya hapo kuongoza matokeo ya mkoa mzima. Ni simulizi ambalo sasa limezua mshangao, mjadala wa tafakari kubwa katika mitandao ya kijamii. Na katika saa chache zilizopita, mtandao wa kijamii umejaa mjadala unaohusiana na uwezo wa kitaaluma wa waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba wakati alipokuwa mwanafunzi wa sekondari. Mjadala huu umeibuka baada ya mchambuzi wa michezo na takwimu anayefanya kazi katika kituo cha televisheni cha Azam TV anayejulikana kama Ramadhan Mbwaduke kushirikisha simulizi inayohusu historia ya kitaaluma ya waziri huyo. Kwa mujibu wa maelezo yaliyosambazwa mitandaoni, Mbwaduke alieleza kuwa aliwahi kusoma shule moja na Mwigulu Nchemba, na katika simulizi hilo alieleza uwezo mkubwa wa kitaaluma ambao mwanafunzi huyo alionekana kuwa nao tangu akiwa shuleni, haswa katika somo la hisabati. Na tukio moja lilotajwa limevuta zaidi hisia za watu, tukio la mwanafunzi wa kidato cha 5 kufanya mtihani wa kidato cha 6 na kisha kuibuka mshindi mkoani. Katika simulizi hilo lililosambaa mitandaoni, tukio hilo inaelezwa kuwa lilikuwa la kipekee na la kushangaza kwa wanafunzi wengi waliokuwepo wakati huo. Wa kawaida katika mfumo wa elimu ya sekondari, wanafunzi hufanya mtihani wa kidato cha 6 baada ya kumaliza masomo yao katika darasa hilo. Hata hivyo, katika simulizi hilo inaelezwa kuwa Mwigulu Nchemba alipata nafasi ya kufanya mtihani huo mapema akiwa bado mwanafunzi wa kidato cha 5, hatua ambayo kwa wanafunzi wengi ilionekana kama jambo lisilo la kawaida. Lakini kinachovutia zaidi katika simulizi hilo ni si kufanya mtihani huo mapema pekee, bali ni matokeo yaliyofuata. Kwa mujibu wa maelezo hayo, licha ya kufanya mtihani huu akiwa kidato cha 5, mwanafunzi huyo aliweza kuongoza matokeo katika mkoa mzima, na ni tukio ambalo liliwafanya walimu pamoja na wanafunzi wengi kumtazama kama mwanafunzi mwenye uwezo wa kipekee wa kitaaluma. Uwezo ambao ulionekana zaidi katika somo la hisabati, somo ambalo mara nyingi huonekana kuwa gumu kwa wanafunzi wengi. Simulizi hilo linaeleza kuwa tangu wakati huo jina la mwanafunzi huyo lilianza kutajwa kama mmoja wa wanafunzi wenye kipaji kikubwa cha kitaaluma. Hadithi hii ilianza kusambaa zaidi baada ya kushirikishwa katika ukurasa wa mitandao ya kijamii wa mwanahabari na mfanyabiashara anayejulikana kama Lemtuz, maarufu pia kama jina la Lemtuz. Kupitia ukurasa huo, simulizi hilo lilifikia idadi kubwa ya watumiaji wa mitandao ya kijamii, na ndani ya muda mfupi mjadala ukaanza kuenea kwa kasi. Watumiaji wengi walionyesha mshangao wao baada ya kusoma simulizi hilo, na baadaye baadhi yao walieleza kuwa tukio hilo linaonyesha jinsi vipaji vya kitaaluma vinaweza kuonekana mapema kwa maisha ya mwanafunzi. Wengine walitumia hadithi hiyo kama mfano wa kuhamasisha vijana kuzingatia masomo yao, kwa hoja kwamba mafanikio ya baadaye mara nyingi hujengwa juu ya msingi wa elimu na juhudi za mapema. Na katika mjadala huo, baadhi ya watumiaji walionyesha kuvutiwa na wazo kwamba uwezo mkubwa katika masomo unaweza kuwa msingi muhimu katika kujenga uwezo wa uongozi wa baadaye. Na katika mfumo wa kawaida wa elimu ya sekondari katika nchi nyingi, wanafunzi hupitia hatua maalum za masomo kabla ya kufikia mtihani wa mwisho wa kidato cha 6. Kwa kawaida, mwanafunzi hutakiwa kukamilisha masomo ya kidato cha 5 na 6 kabla ya kufanya mtihani huo.
Hivyo tukio la mwanafunzi kufanya mtihani huo akiwa bado kidato cha 5 linaweza kuonekana kuwa jambo lisilo la kawaida katika mazingira ya kawaida ya shule. Ndiyo sababu simulizi hilo limeibua mijadala mbalimbali mitandaoni. Baadhi ya watu wamekuwa wakijaribu kuelewa mazingira ambayo tukio hilo linaweza kuwa limetokea, wengine wakijadili iwapo tukio hilo lilifanyika kupitia utaratibu maalum wa shule. Katika baadhi ya shule, wanafunzi wenye uwezo wa juu sana kitaaluma wakati mwingine hupata nafasi ya kujaribiwa katika mitihani ya juu kama sehemu ya tathmini ya uwezo wao. Hata hivyo, katika mjadala unaoendelea mitandaoni, hakuna maelezo ya kina yaliyowasilishwa kuhusu utaratibu uliotumika katika tukio hilo. Kilichosambaa zaidi ni simulizi la uwezo mkubwa wa mwanafunzi huyo katika masomo. Mjadala huu umeibua pia tafakari pana kuhusu nafasi ya elimu katika maisha ya viongozi katika nchi nyingi. Historia ya elimu na ya viongozi mara nyingi huvutia mijadala ya umma, kwa sababu elimu mara nyingi huonekana kama msingi wa uwezo wa kufanya maamuzi katika nafasi za uongozi. Na katika mjadala huu sasa, baadhi ya wachambuzi wa mitandao wameonyesha kuwa hadithi hii inasisitiza umuhimu wa kujenga msingi mzuri wa elimu tangu utotoni. Kwa wanafunzi wengi, simulizi kama hizi zinaweza kuwa chanzo cha hamasa, zikionyesha kwamba bidii katika masomo inaweza kufungua milango ya mafanikio katika maisha ya baadaye. Pia zimeibua mjadala kuhusu namna vipaji vya wanafunzi vinavyoweza kutambuliwa mapema na jinsi mfumo wa elimu unavyoweza kusaidia kukuza vipaji hivyo. Katika mazingira ya kisasa ya elimu, wataalamu wengi wa elimu wanaamini kuwa wanafunzi wenye vipaji maalum wanahitaji kutambuliwa mapema ili kupata mazingira sahihi ya kukuza uwezo wao. Leo hii jina la Mwigulu Nchemba linajulikana sana katika siasa na uongozi wa serikali nchini Tanzania. Kwa sasa anahudumu kama waziri mkuu wa Tanzania na ni mmoja ya wizara nyeti zaidi katika uendeshaji wa serikali. Wizara hiyo inahusika na masuala ya kulinda nchi, usalama wa nchi ndani ya Tanzania. Ni nafasi inahitaji uwezo mkubwa, uchambuzi wa takwimu, mipango ya kiuchumi pamoja na maamuzi ya kimkakati. Kwa hiyo, kwa baadhi ya wachambuzi wa mitandao, simulizi ya uwezo wake wa masomo hasa katika hisabati imeonekana kuwa na uhusiano wa majukumu anayoyatekeleza leo, kwa sababu hisabati na uchambuzi wa takwimu ni sehemu muhimu ya masuala ya waziri mkuu nchini Tanzania. Na kadri simulizi hilo linavyoendelea kusambaa, mjadala unaendelea kukaa mitandaoni na baadhi ya watu wanaendelea kushangazwa na tukio hilo la kielimu. Wengine wanaendelea kulitazama kama mfano wa jinsi vipaji vinaweza kuonekana mapema kabisa katika safari ya elimu. Lakini pia mjadala huu umeibua swali pana zaidi kuhusu historia ya kielimu za viongozi na namna zinavyoweza kuhamasisha kizazi kipya. Kwa wanafunzi wengi wanaosoma sasa, hadithi kama hizi mara nyingi huwa chanzo cha motisha, kwa sababu zinaonyesha kuwa safari ya mafanikio inaweza kuanza darasani, na wakati mwingine dalili ya mafanikio hayo huonekana mapema sana. Ni hayo tuliokuandalia mpenzi mtazamaji kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi na zingine, haswa kama hii ya safari yake Mwigulu Nchemba akiwa shuleni na jinsi alivyokuwa mwanafunzi aliyekuwa na kipaji cha kitaaluma. Zidi kuwa nasi kwa taarifa nyingi kuhusu viongozi wa nchi ya Tanzania na siasa kwa ujumla. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kulike na kushare video zetu.